Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, bado tunaangazia mambo mbalimbali yanayotokea katika ulimwengu, lakini moja kati ya yale tuliyokuwa nayo ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye anasema NATO haijafanya lolote la kusaidia nchini Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amechapisha kwenye mitandao ya kijamii kuzikosoa tena nchi za NATO na kusema Marekani haihitaji msaada wake katika vita vya Iran. Amesema nchi za NATO hazijafanya chochote kabisa kusaidia katika kukabiliana na taifa la wendawazimu sasa lililosambaratishwa kijeshi la Iran. Marekani haihitaji chochote kutoka NATO, lakini msisahau kamwe wakati huu muhimu, anamalizia kuandika rais huyo wa Marekani kupitia ukurasa wake wa Truth Social. Wakati huo Donald Trump, rais wa Marekani, amesema baadhi ya nchi ziko tayari kusaidia kusindikiza meli kupitia mlango bahari wa Hormuz, bado hazijajitambulisha hadharani. Mnamo Machi 15, Trump alionya NATO kwamba ipo katika hatima mbaya sana ikiwa washirika hawatasaidia kufungua mlango bahari wa Hormuz katika mahojiano na Financial Times. Akizungumza katika ikulu ya White House wiki iliyopita, Trump alisema amefahamishwa na washirika wengi wa NATO kwamba hawataki kujihusisha na vita hivyo, mzozo ambao baadhi yao wanaona kuwa ni kinyume cha sheria. Alichapisha kwenye mitandao ya kijamii siku hiyo hiyo akisema kwamba kwa sababu ya ukweli kwamba tumepata mafanikio hayo ya kijeshi, hatuhitaji tena au kutamani usaidizi wa nchi za NATO, hatujafanya kamwe. Kisha Trump alikashifu NATO tena, akiwaita wanachama wa muungano huo kuwa ni waoga kwa kutotaka kusaidia kufungua mlango bahari wa Hormuz ambao aliuelezea kama ujanja rahisi wa kijeshi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte hapo awali alisema washirika walikuwa wakijadili jinsi ya kushughulikia kufungwa kwa bahari hiyo kwa ufanisi. Kadhalika, rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump amewaonya viongozi wa Iran akiwaambia unapaswa kuharakisha kufanya mazungumzo na Marekani. Anasema chukueni mazungumzo kwa uzito wa haraka kabla hamjachelewa. Trump aliwaonya viongozi hao wa Iran. Katika chapisho lingine kwenye mitandao yake ya kijamii, rais huyo wa Marekani amewataja viongozi wa Iran wanaojadiliana naye kuwa tofauti sana na waajabu. Amesema wanaiomba Marekani kufikia makubaliano, akiongeza kuwa jeshi lao lingeangamizwa kabisa ikiwa watakataa na hakuna nafasi yoyote ya kurejea katika hali ya awali. Lakini hadharani wanasema kuwa wanatazama tu pendekezo letu. Si kweli, aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social. Aliandika zaidi akisema kwamba afadhali wachukulie jambo hili kwa uzito haraka kabla hawajachelewa, kwa sababu ikishafika hapo hatutakuwa na njia ya kurudi nyuma na hali haitokuwa nzuri, aliongeza rais huyo wa Marekani. Viongozi wa Iran hata hivyo wamesema hawajafanya mazungumzo yoyote na rais huyo wa Marekani, kwa maana hakuna kiongozi yoyote ambaye ameingia katika mazungumzo ambayo rais wa Marekani Donald Trump anayazungumzia. Rais huyo wa Marekani anadai kwamba kuna viongozi kutoka Iran wanaendelea na mazungumzo ya amani, lakini ni mazungumzo ambayo kimsingi wa Iran wenyewe wanasema hakuna kiongozi yeyote aliyefanya mazungumzo hayo. Mtazamaji wa The World News, moja kati ya mambo ambayo wa Iran wamekuwa wakielezea ni pamoja na mpango wa amani wa Marekani, huku wakitoa masharti matano ya kumaliza vita hivyo. Viongozi wa Iran wamekataa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump, na kupitia shirika la utangazaji la taifa la Iran Press TV linasema likimnukuu afisa mkuu wa usalama wa kisiasa kwamba Iran imekataa pendekezo la Marekani ambalo linalenga kumaliza vita vya sasa. Shirika la habari la Press TV halijamtaja afisa huyo wala cheo chake, lakini ripoti zinasema kwamba afisa huyo amesema Iran itamaliza vita itakapoamua kufanya hivyo na wakati masharti yake yenyewe yatatimizwa. Maafisa wa Iran wamekuwa wakisema mara kwa mara wanataka kukomeshwa kabisa kwa vita na sio tu kusitishwa kwa mapigano. Kulingana na Press TV, afisa huyo alielezea masharti matano ambayo ni pamoja na kusimamishwa kabisa kwa uchokozi na mauaji na adui, lakini kuanzishwa kwa mifumo madhubuti ya kuhakikisha kwamba vita vitarejea tena kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kadhalika, malipo yaliyothibitishwa na yanayofafanuliwa wazi ya uharibifu wa vita na fidia. Hitimisho la vita katika nyanja zote na kwa vikundi vyote vya upinzani vinavyohusika katika eneo lote, lakini utambuzi wa kimataifa na dhamana kuhusu haki ya kujitawala ya Iran ya kutumia mamlaka juu ya mlango bahari wa Hormuz. Press TV ilisema Washington imekuwa ikifuatilia mazungumzo kupitia njia mbalimbali za kidiplomasia, lakini Tehran inaona mapendekezo hayo kuwa ya kupita kiasi.
Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.